Yes, ni kukaribisha tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi cha kupendwa cha michezo cha Sport Recap. Mimi ni Neema Kaibu. Siku zote nitakuwa hapa kwa ajili ya kukupa yale yote ya kimichezo ambayo unahitaji kuyafahamu. Nitakuwa na Captain Jackie Musha ambaye yeye atakupitisha kwenye uchambuzi wa taarifa zetu ambazo tutakuwa nazo siku ya leo. Na kubwa zaidi kwenye upande wa kitaifa hapa ndani, Fountain Gate FC imeng'ara kwenye tuzo za TFF ambazo zimetolewa kwa siku ya jana mwezi wa 10. Zimetolewa tuzo hizo za mwezi wa 10, lakini kubwa zaidi pia kwenye upande wa kimataifa tutaenda kumwangazia mtu ambaye anaongelewa sana kwenye upande wa michezo, gwiji wa michezo Cristiano Ronaldo. Yeye amesema atastaafu soka baada ya kombe la dunia la mwaka 2026. Je, wakati sahihi wa Cristiano Ronaldo kustaafu soka? Je, kuna kipi ambacho hajakitimiza na anahitaji kukitimiza? Salia nasi na endelea kutakuwa nasi, tunarejea muda si mrefu. Tena mtazamaji wa FJTV, na kama unavyomuona Jackie Musha tayari ameshafika hapa ndani kwa ajili ya kukupa yote ya kimichezo, na unaona kavaa nyeupe inaashiria nini? Siku zote rangi nyeupe ni rangi ambayo kwanza kwa wale wenzangu ambao si watanashati wazipendi, ila kwa wale ambao tunazingatia nyeupe ni nzuri. Sawa, amekwambia nyeupe ni nzuri kwa watu ambao wanazingatia usafi. Twende tu kwenye upande wa habari zetu za kimichezo. Ukiangalia kawaida ya bodi ya ligi pamoja na TFF ni lazima watoe tuzo zile za mwezi. Ukiangalia kwa ajili ya kuwapa hamasa watu ambao wanafanya vizuri ndani ya mwezi husika. Kwa mwezi wa 10 Fountain Gate FC inaonekana kuwa bora zaidi. Ikichukua pande zote, imechukua meneja bora wa uwanja, imechukua kocha bora, lakini pia mchezaji bora wa mwezi ametoka ndani ya Fountain Gate FC. Tuanzie kwa mchezaji bora. Juma Bushiri Chuga Boy. Alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi ukizingatia na timu ambapo ilitoka na jinsi ambavyo aliperform kwa kiwango chake. Tukianzia kwa Isa Juma Bushiri, alistahili karibu. Kwa maana ukiangalia mchango wake, the way jinsi alikuwa anacheza na umri wake, naona kabisa alistahili. Rejea mechi dhidi ya Coastal Union, goli lake moja tunapata sare, ama Fountain Gate wanapata sare. Mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, unaona mchango wake mkubwa ambao alitoa. Kwa hiyo kwa mimi naona alistahili kutokana na age yake na vitu vikubwa ambavyo alikuwa anaonyesha uwanjani, amestahili. Pia tukija kwenye au nitakuwa nakuaisha. Hapana, ukiangalia kwa Bushiri kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikiongelee kidogo. Ukiangalia mchezo ambao nilibahatika kumuona ni wa Dodoma Jiji ambao ulichezea hapa Tanzanite kwa raha. Ni mmoja wa wachezaji ambao ukiangalia kweli umri ni mdogo. Lakini umeongelea kwamba vitu ambavyo anavifanya uwanjani ni kweli kwa mwezi Oktoba kama angekusa hii tuzo, basi kuna kitu ambacho kingetakuwa cha kufanya, kwa sababu ukiangalia Fountain Gate tunaendelea ilikuwa nafasi ya 16. Huko ilikuwa mwishoni kabisa nafasi ya 16, 14 huko inacheza hapo. Lakini performance ya Bushiri pamoja na timu kwa ujumla sasa hivi imepanda, ipo kwenye 10 bora. Kwa hiyo unaona ni mmoja wa wachezaji ambao wamechangia kuitoa Fountain pale ilipokuwa nafasi za mwishoni na kuipandisha. Ukiachana na Bushiri pia tumwangazie kocha. Kiamwangalia Mohamed Raiza amekuwa ni mmoja wa makocha ambao wamekuja kuleta kama mwamko kwenye timu ya Fountain Gate FC. Ukiangalia performance ya wachezaji kwangu mimi naona imeongezeka tofauti na ile ya msimu wa mwaka jana, lakini pia ile iliyocheza michezo ya playoff. Lakini ukiangalia performance ya timu, muunganiko wa timu kwa mimi nauona. Kwa kocha naye alishindana na kocha wa Tanzania Prisons, lakini na kocha wa Pamba Jiji walikuwa wanashindana, Francis Baraza pamoja na Otieno. Tuanzie kwa kocha Raiza, naye amechukua kocha bora, naye alipoitoa Fountain mpaka sasa hivi na performance yake kwa ushindani wa watu wawili naye pia. Mohamed Raiza ni mwalimu ambaye kwa sasa kwanza Fountain Gate yani wamestahili kumkabidhi timu, kwa maana ni mwalimu ambaye alikuwa chini ya walimu wakubwa ambao wamepita Fountain Gate. Hapa nikimwangalia Mohamed Muya, Raiza alikuwepo,
tumemwongelea Matamu Laizer alikuwepo, tumemwongelea Dennis ambaye ameondoka msimu naye alikuwepo, Mohamed Laizer. Kwa hiyo unaona ni mwalimu ambaye tayari ameshakuiva, tayari ameshapita mikononi mwa walimu wakubwa. Kwa hiyo anajua ligi inahitaji nini, anajua Fountain Gate wanahitaji nini, na ukitaka kuangalia kwenye benchi hayupo yeye peke yake, yupo na kijana ambaye naye kakulia ndani ya Fountain Gate, na maana wanajua misingi ya Fountain Gate ni ipi. Sijui unanielewa. Hapa namzungumzia Abubakar Ali ambaye alikuwa mwalimu wa timu ya vijana ambayo walifika finali kwenye michuano ya under 20. Kwa hiyo unaona kabisa benchi la ufundi la Fountain Gate likiongozwa na Mohamed Laizer, msaidizi wake Abubakar Ali, wamefanya kazi kubwa, na kwa hicho ambacho amepata Laizer amestahili, kwa sababu ukiangalia michezo ambayo ameshinda sio michezo rahisi. Kupata sare mbele ya Coast uwanjani kwake sio jambo dogo, sio unanielewa. Kushinda dhidi ya Dodoma Jiji sio unanielewa. Kwa hiyo amestahili Mohamed Laizer. Kiufundi sasa kwa ujumla, unaiona Fountain Gate FC ikiendelea kuchukua hizo tuzo kama performance ikiwa kama ambavyo ipo sasa hivi? Ubaya ama uzuri wa mpira, yani siku zote mtu anajifunza kutokana na makosa. Hapa mimi nadhani hawa walimu ama vilabu ama wachezaji ambao wamekosa hizi tuzo, nadhani round inayofuata watakuwa ni watu wengine na mtu atakuwa na kitu cha kujifunza. Hapa sasa funzo linakuja ama shida inakuja kwa hawa ambao waliopata hizo tuzo, wanaweza ku-maintain viwango vyao. Hapa namzungumzia bwana mdogo Chuga. Je, anaweza ku-maintain kiwango chake? Sijui anaelewa kwa sababu kuna wachezaji wakubwa, sijui unajua kuna watu kama kina Faisal wamekosa, kuna watu kama kina Janchaza wamekosa. Kwa hiyo inabidi ifanyike kazi kubwa. Ifanyike kazi kubwa. Kwa sekunde chache, kama ulikuwa ulibahatika kwenda kwenye uwanja wa Fountain Gate FC, yani utakuwa ni mtu wa kwanza kusema kwamba meneja wa ule uwanja Jackson alistahili kupata tuzo hiyo. Lakini ukiangalia na viwanja vingine viko vizuri pia, lakini ule uwanja Moshi, binafsi yangu siku ya kwanza nilipofika nilisema uwanja umekosa tu vile viti. Bonge moja la uwanja. Sasa viwanja vingi vya mikoani karibu tunajua ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na chama. Kwa hiyo kuna matamasha mengi yanaendelea hapa tofauti na football. Kwa hiyo ndio maana viwanja vingi unakuta msimu ama mwezi huu vizuri, mwezi kwa Tanzania kwa raha kila mtu anajua kile ni kiwanja cha boli. Kile ni kiwanja cha boli Joachim Mush na tamatisha hivyo, na sasa kiwanja kile kimeshafungwa viti Joachim Mush. Kwa hiyo mtu yote ambaye anatamani kwenda kuenjoy mpira, kwenda kuangalia mpira akiwa ametulia kabisa, basi sehemu moja tu ni Tanzania kwa raha, ambapo ni uwanja wa nyumbani wa Fountain Gate FC. Sisi hatuna la ziada kwenye upande wa habari za hapa ndani kitaifa, na moja kwa moja tunaenda kwenye upande wa kimataifa. Joachim Mush kwenye kimataifa kidogo leo tuna mtu mzito. Cristiano Ronaldo ana umri wa miaka 41. Au umri wa miaka 40. 41 nimemwaisha. Bado tuna miezi hiyo miwili. Kwa Mwenyezi Mungu na mimi nitavuka. Ukiangalia umri wake na mambo ambayo anafanya kwenye soka ni mambo makubwa. Mpaka sasa hivi magoli 953. Bado magoli mangapi afike 100? Hapo 53 kinyaji kama magoli sasa 47 kitu kama 47. Ukiangalia hapo kwenye magoli 47, turudi kwenye ligi ambayo sasa hivi anaichezea. Ligi ya Saudi Arabia akiwa na klabu ya Al Nassr. Amehusika kwenye mabao 1000, kwenye mabao 100. 1000 na nikaa huyu bwana anafikisha 1000 nakwambia Mungu. Ukiangalia mabao 100 katika michezo 85 kafunga mabao 83 na assist 17. Unadhani haya anaenda kuyafikisha mabao 1000? Kikubwa tuombe uzima na tuombe asipate majeraha, kwa sababu kwa umri ambao uko nao Cristiano Ronaldo alipata majeraha, usitegemee kwamba anaweza kurudi tena kwenye mambo yake kama hiyo. Kikubwa kwamba asipate majeraha, na uzuri utaangalia kwenye national team amekuwa sio mtu kwamba watu wanamtegemea sana, ni mtu ambaye anaingizwa muda ambao watu watayari washafanya kazi kubwa ama anazungukwa na vijana wengi, lakini kuja kwenye klabu yake Al Nassr bado Waarabu wanaamini Ronaldo ni yule yule. Ronaldo ni yule yule. Siku ya jana ametangaza kustaafu soka baada ya kombe la dunia la mwaka 2026 mwakani, akiwa na umri wa miaka 41. Ni wakati sahihi kwa Ronaldo, wakati huo hana kombe la dunia. Kweli anastahili kwamba kustaafu soka 2026. Kuna muda akili nataka lakini mwili hautaki. Kwako ni mwili hautaki. Ila akili bado inahitaji, lakini ukitaka kuangalia
mahitaji ya soka la wenzetu Ulaya linahitaji vijana, linahitaji energy. Ukiangalia Ronaldo miaka 41 hawezi tena kama mshindani kama Ronaldo ambaye sijui unanielewa. Kwa hiyo kwa yeye kutangaza kustaafu baada ya World Cup hiyo ya mwaka huu, unaona kabisa kiu yake kubwa ni kucheza kwanza ile michuano. Na kitu ambacho Ronaldo kinamuuma ama kitaendelea kumuuma ni kukosa kombe la World Cup, kwa sababu ukiangalia vikombe vingi tayari kashazivunja. Vikombe vingi tayari kashavichukua. Kwa hiyo kitu ambacho kinamuuma, anaamini kitu ambacho kilitokea asimu wake Lionel Messi na kinaweza kutokea. Kwa hiyo hebu ngoja tuone kama kweli Ureno wanaweza wakampa heshima hiyo Ronaldo ya kutoa kombe la dunia. Kwa upande wake wa timu ya taifa inafanya vizuri. Ukiangalia kwa mechi ambayo au msimu ambao kombe la dunia ilikuwa ni Qatar 2022. Cristiano Ronaldo sawa timu yake haikuingia finali, lakini ilikuwa inaonyesha upinzani. Kwa mwaka 2026 unaiona timu ya taifa ya Ureno chini ya Cristiano Ronaldo ambaye ndio utakuwa msimu wake wa mwisho kucheza na national team, kwenda kufanya vizuri kwenye kombe la dunia. Yote yanawezekana, kwa maana tukumbuke World Cup ya Qatar Ureno walitolewa na ndugu zetu Afrika zetu Morocco, sijui unaelewa, lakini walikuwa na timu nzuri na ile timu bado imeendelea kuwa ni ile ile, sijui unanielewa. Watu kama kina Vitinha, unaona kina Nuno Mendes ni vijana ambao tayari wanatamani kupata mataji makubwa. Kwa hiyo kwa World Cup ya mwaka huu ngoja tusubiri tuone, kwa sababu kuna mataifa mengine ambayo pia na yenyewe yanatamani kutoa ile kombe. Kuna timu kama Spain, unaona na vijana kina Lamine bado wanatamani mafanikio. Ukirudi France bado na wenyewe wana vijana wanatamani mafanikio. Kwa hiyo sio rahisi tu kusema kwamba Ureno wanaenda kuchukua World Cup. Wanabidi wapambane. Ronaldo kama Ronaldo hatoshi kuwapa mataji yote, sio unaelewa, kwa sababu mtu anaamini nikiwa na Ronaldo basi nitapata kila kitu, lakini unaweza kuwa na Ronaldo msipofanya kazi hamwezi kupata chochote. Kwa hiyo Ureno wafanye kazi, wanaweza kufanikiwa. Ureno wafanye kazi, wanaweza wakafanikiwa. Kwa sekunde chache ndio tumetupa mkono. Ili swali kidogo halipo kwa upande wa Ronaldo, lakini nataka nifahamu uwepo wa mastaa wakubwa wanaofanya vizuri kwenye national team zao una faida gani? Sisi tuna Samata kwa upande wa taifa, lakini hao wengine wana Ronaldo, wengine wana Messi, wana Lamine Yamal. Sasa uzuri wenzetu sasa hivi wamehama kwenye wachezaji bora. Yaani mchezaji sasa hivi angalia national team ya Uingereza anaitwa mchezaji ambaye anacheza West Ham national team. Sio unaelewa. Kwa hiyo performance ya mchezaji ndo kitu ambacho wenzetu wanaangalia. Sio unaelewa. Kwa hiyo tofauti labda na sisi huko Afrika tunaamini wale mastaa wetu ambao kwa Ulaya ndo wanaweza kila kitu. Kwa sababu tukiwaita kwenye national team wanaweza kufanya vizuri. Lakini hao mastaa wetu wa Afrika ukiangalia kwenye vilabu vya Ulaya wengine hawapati nafasi ya kutosha. Kwa mimi naamini mchezaji wa national team ni mchezaji ambaye anaitwa akiwa kwenye uwezo na kiwango kizuri kwa wakati. Mchezaji anaitwa akiwa na uwezo na kiwango kizuri kwa wakati husika. Sisi hatuna la ziada ndani. Nilikuwa nami Neema Kayugu ambaye nilikupitisha kwenye taarifa zote ambazo ulihitaji kuzifahamu. Joakim Mushi alikuwa hapa kwa ajili ya kukuchambulia kiundani zaidi kuhusiana na Fountain Gate FC, lakini kuhusiana na Cristiano Ronaldo ambaye mwakani hatutamuona tena kwenye upande wa soka. Sisi hatuna la ziada, tukutane tena wakati mwingine.